Shalom, shalom, shalom. Jambo ndugu na dada katika Kristo mahali pote unaponifuata. Na kukaribisha tena siku ya leo. Ni siku nyingine mpya ambayo Bwana ameifanya tukutane pamoja. Ni neema kubwa sababu kuna wengi ambao walitamani fike leo hawakufika. Lakini kama Mungu amekusudia mimi na wewe tufike leo, ni ili kwamba tuweze tukachangia neno la Mungu pamoja ambao litakusaidia. Na ule ambaye hayuko, lakini wewe bado una neema ya kusikia neno, acha Mungu akusaidie. Jiandae kupokea neno la Bwana na nadhani utabarikiwa. Basi nataka nisome neno la Mungu. Kabla nisome, tunaenda kuzungumzia kichwa cha neno leo ni chombo cha Bwana ama vase du Seigneur. Na chombo cha Bwana tutajifunza mengi sana, vile Bwana anafanya chombo chake, vile Bwana anatengeneza chombo chake. Na kabla tuingie ndani, acha nisome. Tutafungua katika Biblia zetu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 9 ama Actes des Apôtres chapitre 9 mstari wake mdogo wa 13. Tutasomea hapo 13 mpaka 16. Karibu Sister Rebecca, Mungu akubariki. Tunasoma Matendo ya Mitume ama Actes des Apôtres chapitre 9 kuanzia 13 kushuka. Biblia inasema, lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kuwa watu wengi kwa watu wengi mabaya mengi aliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani awafunge wote wakuitiao jina lako. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamuonesha yalivyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Nasema kichwa cha neno ni chombo cha Bwana. Na hii ni hadithi ya Mtume Paulo ambao tumekuwa tunasoma hapa. Ni hadithi ambayo unaisikia kila siku, unaisikia, lakini tena inakuja kwako wewe kama vile chombo cha Bwana, wewe kama vile chombo ambacho Bwana anakuandaa. Nataka unipe masikio na unaposikia neno la Mungu, sambazia ndugu, sambazia jirani, ili kwamba usibarikiwe mwenyewe lakini umsambazie. Nataka tujiulize kwanza, chombo ni nini? Ama vase, ama instrument, ama outil. Kwa Kifaransa instrument, outil ni chombo ambacho tunaenda kuzungumzia. Na wakati tunaingia kwenye thrift store ama hizi ma second hand shop, wakati mwingine tunafika mule tunanunua vitu za second hand, tunanunua vitu ambazo zimetumika tayari, tunanunua vitu ambazo zimekuwa hizi zimetumika. Na nini inafanya kabla tuzitumie? Unaweza kununua kikombe, unaweza kununua jerikani ama sufuria
Ama hata blanketi ambao watu wengine wamelalia, unanunua zote, tunanunua kwenye duka ya second hand. Lakini nini tunafanya kabla tuvitumie? Tunaenda tunaviosha, tunavitengeneza, wakati mwingine hata tunaviombea. Unajua kuna wakati hata unanuaka nguo, hizi nguo tumenunua. Nilisema wakati mwingine ninunua hii portemone kwenye thrift store nikanunua. Na nilikuwa sema nitawekea pesa zangu. Nilipokuwa nalala naona kama kuna picha ambayo niliona vibaya kwa sababu ile portemone, nikajua kumbe kuna vitu zingine ambazo tunanunua za second hand ambazo inabidi zifanyiziwe kazi ama unaziombea kwamba zitakaswe, otherwise unaweza ukazitumia vile na baadaye nakuja kuleta madhara. Sasa hapa nataka tuzungumzie kuhusu chombo. Na tumeona kama Yesu aliambia Anania kama Sauli ama Paulo ni chombo ambacho amekichukua ili kwamba kiwe kimshuhudie. Na nimekuambia kama unanunua kikombe ama thermos ama jerikani sijui ku second hand, unaenda kwanza kunyumba unaosha. Hata za mpya wakati mwingine tunafika tunaosha ama tunaziombea. Kwa nini? Ni kwa sababu zile vyombo zinakuja na infection. Kama zimekuwa infected, zinaweza zika-infect hata maisha yako, unapata matatizo zingine. Kuna mavazi hata zingine tunaweza kununua, haujui mwenye alikuwa anavaa ile mavazi ni kahaba ama walitoa kwa mtu ambaye ni mfu amekufa, tunanunua zote. Lakini kwa sababu zisitu-infect, tunaziombea. Ndio nikushauri vile unaweza kununua nguo ambayo mtu mwingine amevaa, haujui nani alivaa, tunanunua kati tunavaa. Lakini kabla uitumie, hakikisha umeifanyia kazi, hakikisha umeifua na kuiombea, inaweza kuwa ya muhimu tena. Mbele tuzitumie, tunaziosha kabisa vizuri. Ile ni chombo ambacho tunazungumzia. Na sasa hapa Biblia inatuambia Mtume Paulo kama vile chombo alikuwa ni chombo ambacho Bwana alikuwa amekichagua. Na tunaelewa vile Yesu alimlogota Paulo barabarani, alimlogota katika Michael, alikuwa ni chombo ambao kilikuwa kinatumika muizaje sauvage. Alikuwa ni chombo ambao kilikuwa kinatumika kwa kuharibu, kwa kuua watakatifu wa Bwana. Na Bwana akalogota kile chombo barabarani, akamwambia huyo mjamaa Anania, wewe usiangalie ushuhuda wake, enda ukamchukue, ule ni chombo mimi nilimchagua. Wewe usimuangalie tabia zake, zile karakteri zake, ni chombo mimi najua vile nitakifanyia kazi. Kwa hivyo yeye atanishuhudia. Wewe ndio ukamkamate, ukamupeleke, nitakupatia maelekezo vile utafanya ukarabati ama utafanya entretien yake ili kwamba akwe ni chombo. Kwa hivyo unaweza kumuona ule vile, lakini Bwana amemfanya kuwa chombo. Na hatafanya kazi kama hajafanyiwa ukarabati ama kufanyiziwa ile entretien. Ilibidi aende kwenye aingie mu laboratoire. Sababu alikuwa mtu mwenye atapeleka injili kwa mataifa. Ni chombo ambacho Bwana amekichagua, kiko kinaua watumishi wa Bwana, lakini anasema ule nitamutumia atakuwa ni ushuhuda, atapeleka jina langu ulimwengu mzima. Kwa hivyo ninamuona vile, wewe unamwangalia, lakini mimi nimemjua, nimemkamata, nimemshika, nimeona kabisa ndani mwake kuna kitu ambacho kiko ndani inabidi nikitumikishe. Au Mungu akusaidie sana ujielewe wewe ni chombo cha namna gani. Mtume Paulo akachukulia. Unajua kuna hali ambayo nataka nipatie mfano wa Samuel. Samuel alikuwa ni mtoto ambaye alizaliwa kimiujiza, kimaombi. Mama yake na Samuel alikuwa katika Biblia ni mwanamke ambaye ana ushuhuda kubwa sana, muintercession ama muombezi. Na alipopelekwa hapo alienda kufanyiziwa kazi, kutengenezwa ili kwamba akuwe nabii. Sababu Mungu alikuwa amemwandaa kwa kitu kikubwa, ministeri kubwa ya profesi. Tena ni profeti, akuwa profeti ambao ni wa mukarti ama ni wa mufamia ama mukominote. Alikuwa ni profeti katika Israeli. Ilibidi sasa aende kufanyiziwa kazi. Kuna wasermala katika mwili wa Kristo, katika kanisa la Bwana kuna watu wako na makazi ambao ziko tofauti. Kwa hivyo akapelekwa pale kwa kuhani Eli ili kwamba atengenezwe, ajue, afanyiwe kazi. Sababu Mungu alijua huyu Eli ana kipawa, ana neema ndani mwake ya kutengeneza wanabii. Na alikaa hapo. Unajua alizaliwa katika, baba yake alikuwa na wanawake wawili. Sababu Ana alikuwa mwanamke wa kwanza na Penina alikuwa mwanamke wa pili. Kwa hivyo na vitu zingine unaona kuna mtu mwingine ambao huenda ili kwamba ahubiri, ili kwamba afanye kazi ya Bwana, inabidi kuna vitu zingine ambao zinaweza kuaffect maisha yake, inabidi atembee pale. Huenda kesho anakuwa jipata ni prophet, anakuwa kwa polygamy, inakuwa shituka, lakini ilibidi apitishwe pale. Alikuwa ni mtoto mdogo, hana hatia, tunajua ni mtoto, ni malaika, lakini ilibidi apitishwe pale kwamba afanye kazi. Aseme Kristo akakutana na Paulo. Paulo alikuwa anaenda Damas. Anakaribia kufika Damas. Mstari wa 9 ndio anatuambia pale kama
Nisome pale Matendo ya Mitume 9:9 anasema, aseme akawa siku 3 haoni, hali wala hanywi. Huyu ni Paulo. Tukisoma 18 pale nasema Sauli akainuka katika nchi na macho yake yalipofuka, hakuona kitu. Wakamshika mkono wakamleta mpaka Damaski. Na pale ndio 9 anatuambia akawa siku 3 haoni, hali wala hanywi. Mstari anatuambia sema huyu Sauli ilikuwa ni mwangaza kubwa ilimpiga na akaweza kuanguka chini. Alipoanguka chini wakati alikutana na Kristo. Hapa mstari wa 8 nataka unisikilie vizuri. Aseme Sauli akainuka katika nchi. Alipoanguka chini, wakati alipokuwa anainuka, Biblia inasema Sauli alikuwa na macho inaona inafunguka, lakini hakuweza kuona kitu. Ndoki alikuwa anafunguka macho yake hii ya damu na nyama ya mwili ilikuwa iko wazi, lakini Biblia inashuhudia hakukuwa anaona kitu. Walimkamata anampeleka na macho yake iko wazi, lakini hakuweza kuona. Na alikaa katika upofu siku 3. Kisoma 18 ndio utaangalia. Kisoma pale tu Matendo 9:18 ndio utaangalia vile baada ya kumwekea mikono Sauli, Biblia inasema kuna kitu kilianguka kwenye macho yake kama vile magamba ya samaki. Yaani alikuwa tu mule ndani anaikaa, lakini hajaona katika zile siku amekuwa mule ndani, lakini alipowekewa mkono ndio kitu kikaanguka. Soma 9 Matendo ya Mitume 9:18 ndio utaangalia kilianguka kama vile magamba kwenye uso wake. Na immediately pale akaanza kuangalia. Kwa hivyo Paulo alimpokea Kristo, lakini kama angeenda bila kufanyiziwa kazi, bila kufanyiziwa ukarabati, sijui angeanza kuona watu kama miti wanatembea. Kama ule kipofu ambao walimleta kwa Yesu. Yesu anamgusa mara ya kwanza, anamuuliza kwanza, umeona? Sababu kabla aachilie mtu inabidi ahakikishe huyu mtu ameona. Anamwambia ninaona watu kama miti wanatembea. Kaona huyu haijaona vizuri, nikimwacha huyu atabakia mkonfuzio. Ikabidi tena amguse mara ya pili, na baada ya kumgusa ndio akamwambia enenda, akampa maelekezo vile ataenda. Na tukiangalia kwenye Biblia, Yesu azungumza sana juu ya viongozi vipofu, walimu vipofu. Anasema kama kipofu akiongoza mwingine kipofu, wote wataangukia katika shimo. Unajua mtu anaweza kuwa ni chombo cha Bwana, lakini kama hajafanywa kazi, kama hajafanywa treatment, tujiulize matunda yake itakuwa namna gani? Ni chombo cha Bwana, Bwana amekichagua. Kwa hivyo tuseme kama Bwana angemchagua Paulo pale kwenye njia na amwache tu vile, Paulo angefanya nini? Alikuwa ni kipofu tu, alikuwa na macho anatembea, angeendelea na ile safari yake alikuwa anafanya, angeenda tu. Lakini ilibidi afanyiziwe nini? Kazi. Kuna wakati nilikutana na msichana mmoja, nilikuwa nikihubiri hadharani. Huyu dada alikuwa ameamini Kristo miaka 2.5 ilikuwa imepita mbeleni. Na alipokuja kwangu nilikuwa na hiyo signboard nimesimama hapo kwenye bus stop. Akakuja mbio ananiambia, "Pastor, niko na akakia kabisa na joto mingi sana." Anambia, "Mimi naona kabisa ndani mwangu nasikia kama anahisi nataka nikuwe mchungaji." Nikamwangalia, nikamsikiliza, akazungumza mambo mengi. Nikataka nijue kwanza ameokoka. Ndio ananiambia aliamini Yesu, sijue sasa amekuwa, maana alikuwa na joto sana, kifukuti ya mingi sana. Nikamwambia, sasa dada yangu, sio ambao utatamani kuwa mchungaji, hapana. Kama umeamini Kristo, wewe inabidi kwanza uwe mfuasi. Katika ufuasi sio kwa bure, wanasemaka mtu akawe mfuasi ndio mtu mwenyewe ako kwenye shule, uko mwanafunzi wa Yesu. Kabla mitume wakuwe mitume, walikuwa kwanza wanafunzi. Kwa hivyo kwa kwanza mwanafunzi, sio mimi nitakwambia ukuwe mchungaji. Hata uniulize, sina mamlaka kufanya mchungaji, lakini umeniambia umekuwa na miaka 2 ulimpokea Kristo, lakini inabidi kwanza kuwa mwanafunzi wa Yesu, na baadaye Yesu mwenyewe alikuita. Kama ni kweli umempokea Kristo, yeye mwenyewe atakwambia kile ambacho utakifanya. Nikapanga naye appointment, nikamwambia tukutane baadaye siku nyingine. Tukakutana naye mahali, tukaanza kuzungumza. Niliposikiliza anazungumza mambo mengi sana, nikaelewa kama huyu dada ndio ni chombo cha Bwana, lakini iko mconfuse, iko na mambo mengi sana ambayo ni ya ukoo, inamfunga, inamsumbua. Sasa huyu mtu anatamani amtumikie Bwana, na bado kuna vitu zingine. Kuna anakuambia mimi napata maono, nimeona hivi, na sauti inaniambia hivi. Unajua kuna sauti zingine zinaweza kuzungumza ndani ya mtu, na ujue zile sauti zina source ni gani. Nikamwambia dada yangu, nikampeleka kwa
wa ndugu wengine ambao tunafanya nao kazi ya Mungu pamoja. Sababu unajua katika kazi ya Mungu kuna kila mtu akona neema yake. Na kama hutakubali utakuwa na confusion kila siku. Nikampeleka mahali kanisa mahali, tukaenda huko, nikatembea na yeye, nikampangia appointment, nikamchukua na gari, tukaenda huko. Tulipofika huko, wakati alipoingia pale, huyo mtumishi wa Bwana, mjakazi wa Bwana alipoanza kumhudumia pale, huyo dada nikaanza kuona anaanza kumanifest. Immediately nikasema huyu sasa alikuwa anasema anataka akuwe mchungaji, ijapokuwa kuna mambo bado ambayo ingali na huyu. Kama unamshika sema nimepata sijui dada kanisani, nimepata mtu kanisani, unaingiza ndani, kama macho bado haijafunguka, kama vitu vingine hazianguka ndani ya maisha yake, unapata inakuwa ni shida, inakuwa ni skandali kwa mwili wa Kristo. Kabidi nimpeleke kwa Anania, sababu nilijua huyu ana hii neema. Na alipo manifest hapo nikaona kumbe hapa sasa ningeweza kuingia wrong. Sasa mtume Paulo, kazi ambayo alikuwa anafanya katika Uyahudi ni kazi ambayo alikuwa anatumwa anaenda. Kwa hivyo katika sehemu nyingine angeonekana kama vile alikuwa tu mtume. Ndio unakuta mtu aliokoka, kuna kazi alikuwa anafanya kabla aokoke, na wakati anaokoka ile kazi inaendelea. Kama haijafanyiziwa kutengenezwa, kuichonga vizuri, inaweza kufanya kazi kuna nafasi ya shetani, inafanya kazi kukonti ya ibilisi katika mwili wa Kristo. Ingekuwa très dangereux, ilibidi bamutengeneze. Yani inabidi akufe katika mwili, matendo ya mwili. Kuna vitu zingine ambazo ilibidi Bwana auwe ndani yake, ili kwamba amupatie vitu zingine ambazo ni zipya. Vifaa ambazo ziko ndani yake inabidi zingine zikufe, ili kwamba ni chombo anakitengeneza. Ndio maana nimekwambia chombo cha Bwana kinatengenezwa, alikilogota barabarani, inabidi aanze kutoa moja kwa moja mpaka anahakikisha kinakuwa kimefaa. Kimekuwa kanisani kinakaa pale, lakini step by step. Paulo akatengenezwa, akaingizwa kwenye labo, kufanywa chirurgie spirituelle, ili kwamba awe chombo ambacho kinafani kama gold. Wanakuwa wanaichimba, ukiona oro ama gold vile iko kuetana na tireli, hawezi hata kuipenda. Ili ende kumarshe na ianze piganiwa na watu, inabidi kwanza wanaioshaka sana, na kwa pire kabisa inaonekana vizuri, njoo inaanza uzishwa, njoo kila mtu anaitamana yoyona ni gold. Lakini kama haujatengenezwa, unaweza kuiona, unaweza tu ni jiwe ya kawaida na unapita. Sema akafanya siku 3 iko katika upofu. Kwa nini wanazungumza masiku? Inatusaidia na nini kuweza kujua nombre de jours zenye alifanya katika ile hali ya upofu. Kwa kila wakati Mungu akazungumza juu ya miaka, age, periode fulani, kuna wakati kitu ambacho Mungu anaweza taka tujifunze. Anaposema Israeli walifanya sijui miaka 40 katika safari, kuna somo pale juu ya kujifunza katika ile periode ile miaka. Huyu jamaa alifanya siku 3 katika upofu. Ni kama vile unakuwa na shida, kuna matatizo katika hii dunia tunaishi. Ile matatizo iko na dire yake, iko na muda wake ambao imepangwa, ilianzaka wakati fulani na iko na wakati ambao itaisha. Kwa hivyo dire ni kitu cha maana sana kwenye maisha ya Mkristo. Ukiona maisha, huduma ya Kristo hapa chini ya jua ilifanya miaka 3, na katika ile miaka 3 Yesu alifaulu kutengeneza vifaa, kufanya vyombo 12, hata kama kimoja kilisaliti, lakini alimanage miaka 3, huduma ya miaka 3. Yesu alifanya kazi kwa ile miaka 3 hapa mu ministeri hapa chini ya jua, na alitengeneza watu. Nataka sasa tuangalie macho. Kazi ya macho inatusaidia nini? Unajua katika maisha ya kiroho na katika maisha ya kimwili, macho inajua role ya maana sana. Karibu ndugu Gilen, Sister Sandra, Mungu akubariki. Hii macho ambayo tunao katika hii ulimwengu wa mwili, kama sina macho siwezi nikatembea, itabidi nikamati watu wananipeleka. Kwenye ulimwengu wa roho vile vile tunahitaji macho. Kwa hivyo zaidi kama vile Mkristo, zaidi haya macho ya mwili tunayo, tunahitaji tena macho ya roho ambayo inatusaidia kuona vile vitu ambazo watu wa dunia hawezi wakaziona. Nataka nipatie mfano ya mtu anaitwa Balaam. Balaam alikuwa ni nabii. Huyu Balaam, tunajua hadithi ya Balaam. Ukisoma kwenye kitabu kia Namba ama Hesabu 22 kuanzia 22 pale utashuka utaangalia hadithi ya Balaam. Balaam alikuwa ni mtumishi wa Bwana, na tunajua hadithi yake vile alikuwa anatembea na punda anaenda njia. Sababu ukiona huko mbele walikuwa wamemkujia Balaka, alikuwa anamwambia sema wende ukanilaanie Israeli, kwamba naona ni taifa wako wengi sana, sitaweza kuwapiga, inabidi walaani ili niwapige. Anaambia nitauliza Mungu. Bana Mungu anamwambia hapana, haiwezekani.
Tena mara ya pili tena wanakia na zawadi, wanamletea vitu. Bila vitu tena nenda nauliza Mungu. Nisema last time kuna vitu zingine ambazo hauhitaji kubishana na shetani, usimenake discussion na shetani. Ukisha hiyo ambitious ambazo za mtu, tia pembeni, achana ule mtu. Lakini ikafika tu wakati Mungu anambia go. Unajua kuna vitu vingine Mungu hawezi kutuzuia, sababu anaona tumetamani sana, tumekuwa inspired na zile vitu, anaacha wewe jua kufundishe somo. Kisoma pale ku verset 22, Nombre 22, kushuka chini, utaangalia vile jambo lilikuwa. Huyu jamaa alikuwa ni chombo cha Bwana. Na zaidi ya kuwa chombo, alikuwa ni nabii wa Bwana, nabii. Sababu alikuwa amemwambia, Baraka anamwambia anajua ukiwalaani laana itawapata. Na akajua hii nafasi wanatafuta kuitumia vibaya. Kwa hivyo basi akakuwa na hepa, lakini tayari viziti ya pili walimletea zawadi na vitu zingine. Ni kama zinamchanganya, zinamuelewesha. Alikuwa na tatizo nini? Macho yake. Punda inampeleka, iko anatembea katika njia. Punda anaona hivi lakini anaona vitu zingine. Kuna kwa contradiction, kuna kwa shida, sababu punda anaona kabisa malaika wa Bwana. Lakini huyu Balaam haone kitu, yeye anaenda tu anasukuma na punda, na ponda anasukuma punda. Kwa sababu ya nini? Pofu tayari uko umeingia ndani ya kichwa chake. Unajua kuna wengine ambao Mungu aliwapatia macho ya kiroho, lakini kwa sababu ya passion charnel ama tamaa za mwili, au wenyewe wakatoboa ile macho na kuua dhamiri. Unajua dhamiri ya mtu ni kama macho ya roho. Dhamiri inaweza kutumika, unasikia dhamiri kwa mtu Mkristo, mtu ambaye ana Roho Mtakatifu, ile dhamiri yako inakuwa inafanya ndani, inatumika nafasi kama vile macho. Lakini sasa akaenda kwa sababu dhamiri imefanya nini? Imekufa. Punde kwa nagangana wasiende huko, yeye anapiga punda. Ni kama vile uko kwenye maombi, unaomba, unakemea pepo, mwingine anaona ni kama malaika. Kuna kwa contradiction, inakuwa nguvu sasa upige uganye vita. Kama sio neema ya Mungu ni nguvu sana. Sasa huyu anaona pepo, kwenye zile pepo unaona huyu mwingine anaona ni malaika. Kuna kwa nguvu sana kupigana, inakuwa nguvu. Shetani anakuwa na nafasi sana kwa sababu anaona huko kipofu na kwa mwingine mwenye na macho, inabidi waongozane, na kwa nguvu. Kwa maana nataka niulize swali. Kama macho ya Paulo haingeweza kufunguliwa, ingekuwaje kwa kanisa la Kristo? Paulo alikuwa na role ya kabambi ya kujua kwenye kanisa la Kristo kwa ile wakati. Na sasa macho yake haingefunguliwa, ndio unasikia le prophète de malheur. Tazungumza kidogo juu ya prophète de malheur. Kisoma Ezekiel chapitre 13 verset 3. Usome tu pale utaangalia prophète de malheur kazi yao ni nini. Sababu prophète de malheur macho yao inakuwa inaangalia tu malheur, toujours les malheurs. Kwa hivyo un prophète de malheur hata unaka vitu nyingi positif, ce ne sont que des négatifs. Ce sont des prophètes wenye maisha yao banaki anaweza panda ndani woga ndani ya maisha yako mpaka unapata doke kila kitu anakuambia ka ce sont des malheurs. Et surtout que kama uko kwenye mti ya matunda inatoa matunda imeivya, lazima utakuwa nasikia tu ni malheur tu. C'est sûr malheur zinatufuata. Vita zinatufuata katika maisha, lakini angalisho na maprofeti de malheur. Ndio hata kuambia vitu ambazo zinaweza kusaidia hata nafsi yako. Anakuambia vitu ambazo zinaenda na faida zake za mwili. Analenga kitu kwenye maisha yako, hata kama unaingia kwenye shimo, kwenye dhambi, hata kwambia yako unatenda dhambi, anakuambia tu unaona. Kumbe yule mtu yuko na profetize malheur juu ya maisha yako, yuko na kuangamiza polepole bila kujua. Unajua kuna vitu vingine tunaambiwa kana unasikia wewe mwenyewe maisha yako haiende na sawa sawa na vile wenyewe anakuambia. Inabidi sasa kuwe na macho ya kuona, uelewe ni nini huyu mtu anatafuta kwangu mimi. Prophète de malheur. Takwambia vitu ambavyo zitakusaidia maisha yako lakini zinakugandamiza ndani. Una pesa, una uwezo. C'est fini. Atakuwa anakukarese kila siku, anakuambia maneno ni matamu sana kwa sababu anataka nini? Akule yale matunda ambayo uko nayo. Lakini nabii wa Mungu wa kweli, ukikuwa mbaya anakuambia tu uko mbaya. Tengeneza sababu ni kusaidia mtu kumwambia tu mazuri. Sasa kama huyu Paulo angeachiliwa vile aende, il serait un prophète de malheur. Kisoma Mika 3 utaangalia vile wa profeti walikuwa wanafanya, wanatabiria mfalme. Ba mingi wanatabiria lakini Mika akakataa. Bengine bote ni ba profeti. Biko wanaangalia mfalme. Nikiprofetize kwa mfalme hivi kumbe kuna profetize malheur na mfalme akia jirande konti anakufa. Kifo kia mbaya kwa sababu nini? Kusikiliza le prophète de malheur.
Ni mtu mwenye kama hauko favorable kwake, ama kama haone kabisa faida zake za kimwili katika maisha yako, hata kwambia hata kitu ambacho ni kutia moyo, atakuwa anakuambia tu vitu za kuvunja moyo. Sasa yuko mshomaji, hauna kazi, hautamwona mechunga upate kazi, deja anafunuliwa. Sio vibaya, c'est possible, inaweza wezekana, lakini be careful. Le prophète de malheur biko wa mingi sana, ni ba mingi sana, wanaangamiza maisha za watu. Ndoa mingi zinavunjika kwa mtu kona profite tu malere juu yako. Kile kenye uko nazungumza njoo kenye kiko ndani anatafuta tu aone, unalia unaumia, njoo kenye anazungumza kinatoka naye. C'est prophète de malheur. Nisha unajua kuprofetize malheur nini? Ni sababu unakutana mwananchi. Nimeona wengine wananchi anakuambia hii nchi ishalaaniwa hii. Na sasa mtu ni nchi inalaniwa, ni wewe unalaniwa. Uko na profetize malheur contre ton propre pays. Inchi yako, taifa lako mwenyewe unasema imelaniwa. Wakuombea uzunguke dunia mzima uangalie taifa ambazo zimelaniwa, utaona kumbe mimi sijalaniwa. Prophète de malheur yake yote anaka tous les négatifs toujours. Kama hauko rafiki yake, c'est fini. Donc il ne verra jamais de bon dans ta vie. Njo bale le prophète manaki malheur yake ile yenye na prophétiser, ile yenye kusema njo hisia zake, njo wish yake, ana wish happen kwa ajili yako. Na ile kitu inakuwa ni nini? Esprit ya kipidite ndio na create ile vitu ya zile vitu. Na ndio anasema kama unaweza kumbariki mtumishi wa Bwana ambaye unaona amekubariki kwa njia moja ama nyingine. Kisikia mtu amekubariki mtumishi wa Bwana, mbariki tu. Awe ni mtumishi baba yako wa kiroho, yeye ni mwenye amekubii neno la Mungu, yeye ni mwenye alikuombea pana, lakini watu wamefanya nini? Hauhitaji paka mtu aseme jua alikuwekea mkono ndio unaweza kumbariki, hapana. Hiyo sio maandiko, ni manipulation kati nyingine. Na watu wanazifanya sana, ce sont des prophètes de malheur. Kwa hivyo akikuwa atapenda profetiser mbaya juu ya mwingine fulani, juu akuganye. Haiko, ce n'est pas ça notre business. Tukiweko mfanatisme. Un prophète de malheur hawezi kusaidia na kitu jamais. Kwa maana huyu jamaa alipata shida. Punda inaanza kungangana na mtu. Banaanza kugombana na mtu. Finalement unajuza itakuwa namna gani? Najua kuna vitu zingine katika ulimwengu wa giza hazitaji tuwe manabii ama tuwe kiroho sana vile kwamba tuweze kuzielewa. Inabidi tu kuwa na nini? Macho inaona. Pazia inatoka kwenye macho na njoo unaangalia hizi vitu. Hizi haziko kabisa, hazimpendeze Mungu. Nataka nipatie mfano. Ukiona mama wa miaka 70, baba wa miaka 80 na msichana kadogo, kakijana ama kadogo ama kasichana kadogo anafanya mapenzi, sifikiria sema walipendana pana. Ule mtu unaona huyu ni kipofu, lakini venye yuko anafanya anajua iko sawa. Donc iko na macho ya kutembea, iko naona, lakini venye yuko anafanya uko unaangalia huyu mtu ni kipofu, anafungwa. Donc bakikwambia ni kipofu, usitaki kuangalia mbona hana miwani, mbona hapa kuna wengine hana lunette, hahitaji lunette, iko macho wazi, lakini venye yuko anafanya ni kipofu. Ni kama vile ukutana, nilikuwa napita siku moja naona pakia sigareti, bana chapa hako maini ya mtu vile naoza inaharibika na banatia message pale. Mtu mwiko apite kwa na gabula zile mapake na sema Mungu. Asa mwiko nasoma hapa haizi kuelewa. Kumbe nini tatizo sio yeye. Macho imepofushwa. Ndio kipofu ule. Sasa ukimuona utastruggle na ukimwambia ni kipofu, bwana mnaweza korogana na hata kusemeshaka tena. Ndio maana mtu ambaye ameamini Kristo kuwa Bwana mwokozi wa maisha, unamuona immediately pale mkamata kama ni kijana au anakuwa kiongozi wa vijana kanisani. Anakuwa kiongozi wa kwaya pale ndio kwenye wanakimbiliaka sana. Ule mtu kama macho yake haijatairiwa atakuwa mwiba kwenye kanisa la Kristo. Ule mtu kama macho yake haijatairiwa ataweza kuwa hata mwizi. Unamwambia no, mtu mwenye hajatairiwa alikuwa mwizi, unamleta kwenye kikapu cha sadaka, aseme ameokoka direct, banamtia pale. Kama macho yake haijatairiwa utakuwa sawa vile alibadilisha tu vareze, lakini mchezo ni ile ile anaendelea kucheza. Ndio tatizo ya macho. Kwa hivyo kama hajafanywa kazi ni shida. Nataka nikwambie macho iko na influence sana mwenye maisha ya binadamu. Macho iko na capacity kubwa ya kuweza kuinfecte hata cerveau, bongo ya mtu. Hii macho tunaiona. Sababu kenye macho inaona pale kindaka kinaingia ku cerveau ya mtu. Macho hata masikio inafunga masikio. Kenye macho imeona
Hata masikio unashangale nafunga kwa sababu ya nini? Iko na nguvu. Na macho imekuwa ni mlango wa mambo mengi sana kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo macho ya Paulo ilikuwa ya muhimu sana. Nataka nikwambie kwa nini macho ya Paulo ilikuwa ya muhimu sana iweze kafunguliwe. Kwa sababu Paulo alikuwa anaandaliwa kuwa nabii, kuwa nani, mtume. Na mtume atatuma. Kule kwenye atatuma ilibidi angalie machafuko, les abominations. Mambo mengi ilibidi ayaone. Sasa macho ilikuwa maana sana kwa sababu kwenye anaenda anaona ile macho alikuwa anaona nayo wakati alikuwa anaenda kule kwenye masinagogi, ilibidi macho ibadilishwe ili kwamba aanze kuwa na mtazamo tofauti. Ule ni chombo cha Bwana. Bwana alikuwa anamuandaa, anamwambia wewe nitakutuma, utakuwa mtume. Utaenda kunishuhudia, utashuhudia watu wenyewe hauone. Hapana. Kuna mambo utayaona kule na ile mambo utaibidi uifanyie kazi. Hata macho yake alikuwa anaona machafuko na pale imediatement ilibidi anaikorije imediatement. Na ndio vita ambao Paulo alikuwa anaona makanisa, masinagogi, bali mpiga vita kwa sababu nini? Kila alikuwa anaona jambo anawaandikia barua. Kila anaona jambo anaingia kwenye sinagogi anawaambia hii mambo ni machafuko mbele za Bwana. Ndio vita kubwa ambao alikuwa anayo kwa sababu kila alikuwa anaona hakuweza kunyamaza. Imaginez-vous Balaam. Mungu anapermettre mpaka punda ifungule mdomo wake na kuanza kumwambia na yeye njoo bwana wa hiyo punda. Lakini Balaam anangangana tu. Au contraire tena anakuwa na courage ya kwanza kubishana na punda. Punda tena ni mali, ni mnyama yenyewe na mbeba. Yeye njoo mwenyewe kuna kukota kamba, punda enda hivi. Kisha punda inaanza kuzungumza na meshozi grave mpaka kaanza kubishana na punda. Sasa anapiga punda, anaipiga. Punda Bwana akasema ukisoma kuanzia na Nombre 22:28 aseme mpaka pale Mungu akapatia punda uwezo wa kuzungumza. Punda inaweza kuzungumza. Anabishana na punda. Kwa sababu ni kipofu. Iko nabishana na punda. Punda iko naangalia yeye haone. Kisoma ku 31 aseme Mungu akamfungula macho angalie. Kumbe macho yake ilikuwa nini? Imeshakufa. Ndio maana angalisho. Hata hizi tunapokea zawadi. Mtu anakupatia zawadi ni vizuri. Tunapokea vitu zingine lakini angalisho sana zisitufanye kuwa upofu. Sababu wakati mwingine zinafika wakati hata kufunga mdomo wa mtu, mtumishi wa Bwana, umepokea misaada ndio ni vizuri. Watu wanakupatia misaada lakini angalisho isifike wakati na kufunga mdomo usiweze kuzungumza mabaya ambayo unaiona. Bwana asifiwe. Sababu amekupa macho ili kwa mbele macho ifanyie kazi. Lakini misaada, zawadi zinakuja za mingi sana. Ndio maana kuna vitu zingine ambazo Paulo alikuwa anakatala kwa kanisa ambazo ziko kimwili. Kanisa la Korinto kuna misaada zingine alikuwa anakataa kwa sababu ili kanisa liko kimwili. Mtu wa kimwili akikupa anakupatia na objective na lengo. Anajua kwa nini anafanya anakupatia. Anataka anunue macho yako, apofushe macho yako. Mtumishi wa Bwana, be careful. Wewe ni kiongozi wa taifa. Maana viongozi wa taifa misaada hizi zinafanya watu wengi wanakuwa vipofu. Ametegemea misaada mpaka inafika kiwango ambapo sasa anazembea, hawezi tena kufanya ukarabati ama mikakati nyingine kwenye taifa. Zile zinakuja ni misaada lakini mwenye amekuwa macho anakuwa anajua hizi vitu mwenye anazileta kuna kitu ambacho analenga. Ni kama vile mzazi una watoto 5. Na unakutana huyu mmoja amechanuka sana, ni mwizi ama ni malaya. Anaenda kula na zini, anaenda kula naiba, anatobola nyumba za watu. Na unajua huko unaona. Lakini telemaka atakuletea kilo ya sukari. Unafunga macho. Unaweza kuwa unamsaidia vile. Lakini polepole uko unaingiza sumu ndani ya maisha yake. Ni mtoto amekuwa, wenda ni mkubwa, unaona anakuja na vituko na nini. Hata kama atakwambia mwambie hii unafanya ni mbaya, ukipata ukimwi utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu shetani anafanya nafasi. Shetani anaangalia nafasi ambayo amekupatia. Mungu amekupa nafasi, hii nafasi nimekupatia, inabidi usimame kama vile mzazi, usimame kama vile mchungaji. Unaona vile vitu. Ndio unakutana mtu amekuwa kanisani analetaka kitu, anatoa zawadi kanisani, njoo nambani. Kumbe haiko aseme anatoa kwa sababu anampenda Bwana, lakini kwa nataka kutoa juu angalie kama atanunua position mtumishi wa Mungu afunge macho. Ndio unakutana vitu zingine. Wewe unaambia mtumishi, mbona ile ni mbaya? Nakwambia hapana, unaona ni kawaida. Kula vitu sio kawaida. Kumbe ta zingine wameshaweka sashe kwa macho ya mtu. Ndio nakutana kama ni mtoto mkubwa miongoni mwa wengine akikuwa na ile karakteri vile polepole ndio anainfect hata wengine wasema mbona fulana anafanyaka na ile tabia inawakia vile na anatembea vile polepole na koje rande konte nyuma na wengine bote wenyewe wameharibika kwa sababu nini? Ulifunga macho kwa ule mwana njoo mwenyewe alikuwa anataka akununue achukue nafasi yako. Unajua nafasi ya mtu unaweza kuipana unaihuzisha bila kujua.
Yesu alimpatia macho kwa sababu ile macho anajua nimekusimamisha nafasi nzuri kanisani, sababu kuna watu ambao wametembea katika giza. Aseme Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta ili kwamba vipofu wataona. Vipofu sio kusema unakamata mtu mwenyewe ni kipofu kimwili, hata kumrudisha mtu njia ambao anaenda kuangamia ni kumtosha katika upofu. Na ilikuwa kazi ambao alijua atapigwa kwa sababu alisema atapigwa, atateseka kwa sababu ile kazi. Watu watamchukia kwa sababu ile kazi, lakini ni lazima mwenye atakuwa na neema ya kupata atasikiliza. Kiongozi anauzisha nchi juu ya nini? Misaada. Watumishi wa Bwana tumeacha nafasi yetu kwa sababu nini? Tumekuwa très tolerant. Tolerance c'est bien. Mais ikafika wakati mmoja unakutana hivi nataka kwenda kuinterrompre na kazi ambayo unaifanya. Shape it. Hata kwa mtu alikununulia gari kwenye madhabahu huduma, asikufunike macho, hapana. Mwambie kile mbana pake kwa sababu wenjo you are in the right position. Mungu amemfanya kuwe pale. Unajua katika ulimwengu wa roho, hata mtu amekuwa na 50 bado ni mtoto, wakati ameokoka ni mtoto, anahitaji kulishwa. Kama utashindwa kumwambia sasa juu ni president, juu ni kiongozi, atangamia kesho. Lakini kama huko umemwambia atangamia, damu yake itakuwa kwako wewe. Mungu atusaidie sana. Unajua anaweza kununulia suti unavala, mais tôt ou tard anakuwa malheureux pour le reste de sa vie. Et pourtant Mungu alikuwa anataka alimleta kwako juu ni chombo anatafuta kifanyie kazi. Lakini kwa sababu kinakuankadre, kinakufanya blind, unakuwa kipofu. Sasa unaanza kuona angalia kesho sana kuwa malheureux, anaangamia. Nani alichangia kuangamia kwake? Unajua msingi nini? Unajua kuna vitu vingine tunaweza kemea. Kwa vitu tunaweza kemea ni msingi inajengoka na nini? Kuko karakteri ambazo mtu angali mdogo kiroho, unaona zile karakteri unamwacha ndani unaziacha vile. Anakomaa ile karakteri unajua anakomaa, lakini kuzivunja kesho unaweza kuzikemea, japokuwa Mungu alimuleta jua nini? Uanze kutae ukatekate polepole, zisikuwe zinakomala. Zikomala utazikata tena. Amekupa macho wewe mtumishi wa Bwana, juu ziangalie. Paulo alikatala vitu zingine, asema hizi sizitaki kwa sababu najua hizi hazikuje kwa lema, zinakuja kwa sababu kuniua macho nikufe macho. Na alijua kama alishaponeshwa macho. Kwa kwenye mapenzi, amateur d'amour, kitaka kuona probleme na kijana ama msichana ambao ameokoka, subiri siku ambayo atakuwa emporté na msichana. Un jeune chrétien mwenye ameokoka atakwambia nimeokoka mimi kabisa, Bwana ananitumikisha, niko na moto. Una vitu vingine ambavyo tulikuwa tunafanya katika ujana unazifanya. Mimi anema dona unakuja kukuta kumbe nilikuwa naanza niko na macho, kumbe sikuwa naona. Sasa naambia kijana mdogo, angali fresh, ile raha ya wokovu anafurahi. Uko namwambia bwana, jiazari njia hivi, amependa msichana ama amependa kijana kabisa. Ukitaka kuwa na conflict na mwambie tu bwana, kijana, omba Mungu akupe macho. Atakwambia l'amour est aveugle. Nataka nikwambie amour kwake aveugle, wewe ndio unakuwa aveugle. Especially kama ni katika ulimwengu wa giza, wewe ni kijana ambaye umeokoka, umemjua Bwana, wewe ni chombo cha Bwana. Shetani anakutafuta sana. Nataka nikwambie wewe ni kijana ambaye unanisikiliza, kijana Mkristo, msichana Mkristo ambaye umeokoka. Siku ambayo shetani anakusubiri, siku ambayo utakamata maamuzi, ndio anakungojea pale. Jihadhari sana. Sema amour est aveugle jamais. Le monde des ténèbres ne sera jamais aveugle. Abapoteza hata bale moyo abezi kupoteza. Bakikupata wewe uko kuzimu wanapiga kelele. Sasa vile tukipata mtu ambaye ni mtenda dhambi anaokoka, mbinguni wanashangilia. Kwa hivyo wewe kijana ambaye umeokoka, wakikubana uko muupofu umefunga macho, aseme l'amour est aveugle, utajipata nyuma. On est aveugle dans le mariage. Hapana kumaamuzi. Kama ni kwenye ndoa unaweza kuwa kipofu sawa nini? L'amour accepte tout. Mais katika uchumba hapana kuwa kipofu. Uko msichana unachumbiwa, umeokoka, unajua nimeokoka. Usikuwe kipofu pale, njoo kwenye tena inabidi umwambie Bwana, nipe tena macho ili kwamba nione vizuri. Tengeneza macho yangu, mwenye anakushauria na kusaidia. Sipingana naye, mwambie tu Bwana nipe macho. Kama ni wewe njoo umetumwa huyu mtu, nipe macho inisaidie niweze kuona vizuri. Otherwise mmoja utakuwa jirani kote, njoo utajua kumbe nilikuwa chombo, lakini chombo cha namna gani? Kwa siku utajua kuona saa, njoo ile siku, kwa siku utagia kutana nasema kumbe, na kama uko chombo cha Bwana, kwa siku utakuja kujua kumbe msingi wa maisha yangu ilikuwa ni mbaya. Niko chombo cha Bwana, lakini nilikosa wa kunitengeneza, nilikosa kunifanyia kazi. Kumbe vitu zingine za maana niliziacha nyuma, lakini sasa njoo inanisumbua na kusumbua. Ile njoo utajua. Kwa hivyo kabla haijafika, kijana, sikiliza na umwambie Bwana nipe macho katika maamuzi. Paulo alifanya siku 3 katika upofu. Kama siku 3
ama siku 10 ama miaka ngapi katika matatizo. Wewe sijui zako zitafanya siku ngapi, sijui muda gani utafanya katika ile shida, tatizo ambalo uko nayo, lakini naamini Bwana atakutosha pale na jambo lipya lingine tofauti. Kuko hali ambayo unapitia, ambao hauone mbele na nyuma, huangalie. Kama ni kwa mpango wa Mungu atakuacha pale, lakini kuna kitu ambacho utatoka mule na macho yako yamefunguka na huko unaangalia vitu vizuri. Kama ni chombo cha Bwana ni lazima siku 3. Siku 3 maana yake Utatu Takatifu ama Sainte Trinite. Kiangalia Yesu Kristo alifanya siku 3 kaburini. Na katika zile siku 3 Yesu alitoka ni tofauti. Alikuwa amevaa mwili ambao haiko corruptible. Aliingia ndani huu mwili, lakini alitoka ni mwingine tofauti. Soma hadithi ya Yona kwenye kitabu cha Yona 1. Tangalia huyu Yona alikuwa mtumishi wa Bwana, lakini alikuwa na makasoro ndani mwake. Ilifaa afanye siku 3 kwenye tumbo la samaki. Alikuwa na kiburi, alikuwa na bukaramusi ndani mwake. Ilibidi apitishe siku 3 kwenye tumbo la samaki, sababu yeye ni chombo cha Bwana. Bwana naona kuna vitu zingine, inabidi nimpitie kwanza kwenye samaki. Humo siku 3. Ukisoma Jona 2, ni pale kwenye Jona alijifunza kuomboleza. Akaanza kuomba Mungu, alijifunzia kwenye samaki. Mule ndio mwenyewe alijifunzia. Yaani alitoka ndani ya samaki na ameshakuwa na mind yenyewe smart. Bwana unastamfanya kitu, amekatala kwenda. Acha nimwache, lakini nitashughulika naye. Ndamufundisha mimi. Njoo niko namfundisha, niko mpicha kudarasa. Hapo kama uko chombo cha Bwana, kuna vitu zenyewe hutakimbia jamais. Nabidi ombe Bwana, nipe tu macho nijue kama ili niona nipitisha ama ni bukaramusi wangu ndio unanipitisha. Sababu John alikuwa na hali, alikuwa very judgmental. Yale ona kama kule kwenye wanaenda wale ni hawamjue Mungu, bali sijui hivi na hivi, lakini Mungu alikuwa anaangalia mtazamo mwingine tofauti. Yeye alikuwa anaona tofauti. Ilibidi kwanza Mungu anamuingiza kwanza ndani 3 jours. Na mule 3 jours anamfundisha masomo, kisha anatoka mule iko na adabu. Verset 19 ya pale Matendo ya Mitume 19 anasema, nisome 19 anasema, aseme akala chakula na kupata nguvu, akawa huko siku kadha wa kadha pamoja na wanafunzi walioko Damaski. 20 nasema, aseme mara akamhubiri Yesu katika masinagogi kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Aseme Paulo alikaa huko, baada ya kufunguliwa macho akakula, akapata nguvu. Biblia inasema akapata nguvu na akaanza kuhubiri Kristo kuwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ilibidi afunguliwe macho. Ilibidi kukula nini pamoja na wengine. Neno la Mungu ni chakula chetu sisi. Inabidi mtu alishwe neno la Mungu. Inabidi mtu anafunguliwa macho. Inabidi mtu anafitishwa mambo mengi sana ili kwamba aanze kuhubiri neno la Mungu, aanze kushuhudia Kristo ni nani. Unajua uzi mshuhudia Kristo kama hujakutana naye, hajajifungua kwako ni nguvu sana. Inabidi ajifungue kwako ndio utaweza kumshuhudia vizuri. Verset 17 ndio nasema, wakati Anania kwa Paulo, anamwambia Kristo amenituma, ule ambaye alikutana naye barabarani, amenituma kwako ili kwamba nikufungue macho uweze kuona, ujaze nguvu za Roho Mtakatifu. Sababu katika maisha ya wokovu kuna kubali Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha. Kuna nafasi ya kufunguliwa macho uweze kuona. Kuna mtu anabatizwa, kuna vitu zingine zinakuja pole pole na unalishwa neno la Mungu ili kwamba linakupatia sasa nguvu, sababu katika ile maheka zote unasikia kabisa umepungukiwa, lakini inabidi ulishwe neno la Mungu, ulishwe chakula ili kwamba ujue utaenda kuzungumza na watu na umeshiba. Anania alipokutana na huyu jamaa alikuwa anaogopa sana. Alikuwa anaoga ndani mwake sababu alikuwa anajua historia huyu mtu katika Uyahudi. Alikuwa mtesi, alikuwa jeuri, jambazi. Eske mtu kweli hata niona kumbe atakutana naye. Anamwambia huyu nimesha kumchagua, huyu ni chombo, chukua tu. Wewe nitakufanyia kazi.
Alikuwa anamuogopa. Ukiona vile alikuwa anamwambia Yesu, anamwambia sasa, huyu jamaa nimesikia hadithi zake 13 mpaka 14 mpaka 16. Alikuwa anamwambia huyu mtu nimemjua tabia zake, akamwambia ndio, mimi namjua zaidi ya vile unamjua, wewe umchukue tu. Alikuwa anaogopa. Sababu Paulo, ukasoma Matendo ya Mitume 7, utakutana pale kwenye walikuwa wanamtesa Stefano. Biblia inasema mavazi yake walikuwa wanamkamata Paulo, alikuwa yuko pale, alikuwa anaangalia, sababu alikuwa sasa vile ana watch, ana supervise vile yuko wanatesa, maana yake sir order ya Paulo alikuwa anatesa. Sasa huyu jamaa anaangalia, anasema huyu si mwenyewe alikuwa anasimama wakati wanamtesa Stefano, mimi hata nimaliza kweli. Lakini Bwana anambia, mimi nimekuambia wewe ndio ukamchukue. Na akashughulika naye. Atateseka kwa ajili ya jina langu, ndio Yesu akamwambia. Yaani alikuwa anatembea maisha yake tayari kuteseka, imeshatabiriwa. Atateseka kwa ajili ya vile alitesa watakatifu, na vile na ataenda kuteseka. Ndio maana umfungule macho ili kwamba vile venye alikuwa anafanya, vile alikuwa na viko faida kwake zamani, aanze kuviona kama vile ni mavi ama uchafu. Ndio akamwambia fungula macho yake. Ndio maana kuna makalifikasio zingine ili kwamba uzipate, inabidi uko umepitia zile maetape preliminaire ama zile hatua za msingi za mwanzo. Ni za muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Hatua za msingi za mwanzo, mtu ambaye ameokoka, inabidi kuna zile hatua ambazo akiruka zile tayari maisha mazima inaharibika. Inabidi kama vile mtoto anazaliwa, kuna ile malezi, kuna vile vitu ambazo inabidi anafundishwa ni mdogo, sababu akiziruka zile kule mbele inaharibika. Ilibidi alishe neno la Mungu, ilibidi awekee mikono ili kwa macho yake ifunguke, ilibidi atengenezwe kabisa ili kwamba aende akaanze kuhubiria watu kile ambacho yuko nacho uhakika. Mungu atusaidie. Najua kuna kwa mitume, nimesema qualifications zingine kuenda kuzipata, inabidi kwanza umepitishwa mahali, zile hatua umezipitia za msingi. Mtume Paulo ilibidi apitie kwenye furu, ilibidi apitie kwenye tanuru ili kwamba atakapotoka katika ile tanuru kama vile mitume wengine walipitia. Hakuna mtu ambaye wale mitume walimtumikia Kristo. Hakuna mtu ambaye alizaliwa tu kutoka tumbo la mama yake na akakuwa mtume pale. Tunajua hadithi ya mitume vile walipitia shida. Unajua kulikuwa mitume wa generation ya kwanza, kizazi cha kwanza, bale walikuwa na Yesu katika huduma ya Kristo hapa duniani katika mwili. Na Paulo alikuja sasa, sijui angekuwa le 13e mwenye sasa anakuja ku 2e generation, na kitu ambacho kinaweza kuconnect Paulo mtume pamoja na mitume wengine ili wakwe ku level moja ni ile mateso ambao walipitia, wakutanane, manake ikwe connection ile mateso yetu ya Kristo kumsalaba, ndio tunakuwa connected kwayo. Tumekuwa connected kwa Kristo kupitia mateso, kupitia vita ambao tunakutana, ndio zinatuconnect, tunaanza kujua njoo yenye Yesu alipitia. Kwa hivyo utaweza kumshuhudia baada ya kufunuliwa, kujua yeye ni nani. Kama ni chombo cha Bwana, ni lazima kuna vitu vingine ambazo utapita ndani na utashindwa kuelewa. Vifungo, Paulo alifungwa, alipita kwenye vifungo. Aligonjwa, Paulo alipigwa na njaa. Na tukisema hapa mambo ya mamprisonment, mama vifungo, ni mambo mengi, ni matatizo mengi ambayo saa zingine unaweza kuwa unaipitia wakati unamtumikia Bwana. Na lengo likubwa, kama Bwana amekuchagua kwa chombo chake, ni lazima utaipitia ili kwamba anakushepa, anakutengeneza. Wewe ulikuwa sijue mwizi, ulikuwa na kiburi, anataka kutumikisha bila kiburi, atakupiga masasi. Ulikuwa mongo kabisa, bongo ndio ilikuwa silaha maisha yako. Ni lazima kabla Bwana kupeleke mbali, inabidi kwanza ile roho ya ongo haitoshi na atayua namna gani. Kuna watu ambao wamedesign ambao watamaliza ile bongo ndani. Yule taraka mtu alishakuwa ni Mkristo, anaokoka, maisha yake ni bongo. Anapermit tu aibike mahali, kumbe wale Mungu alikuwa ameandaa bali ni vyombo watakutengeneza juu uaibike na usemake tena bongo. Wanakuaibisha tu mpublike. Pako unasema nimekuwa humilie. Mungu alipermettre kuwa humilie jua nini? Urudia kwambia ile ni chapitre umemaliza ile. Mtume Paulo alikuwa ni chombo. Kwa maana chombo zinapitishwa. Ni lazima utapitishwa. Ukubali usipokubali lazima utapita.
Kisoma wa Filipi moja ndio utaangalia. Sasa tufungue wa Filipi moja mstari wake wa ngapi? Wa Filipi moja ama en Philippiens chapitre 11 na 12. Filipi moja kuanzia 11 mpaka 12, Biblia inasema, Paulo anasema, aseme hali mejazwa matunda ya haki kwa njia ya Yesu Kristo, kwa utukufu na sifa ya Mungu. 12 nasema, lakini ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametokea zaidi kwa kuieneza Injili. 13 nasema, hata vifungo vyangu vimekuwa dhahiri katika Kristo miongoni mwa askari na kwa wengine wote pia. Aseme kupiga kwake, prison yake, kuingia mu prison yake imekuwa kabisa ni faida kwa Kristo, imekuwa faida kwa kanisa. Kwa hivyo alipoingia mu prison, kuna kitu ambacho anaenda kuchukua mule mu prison bila kujua. Tashangaa mtumishi wa Mungu anafungiwa namna gani? Mungu ana sababu afungiwe. Yesu baada ya kufa aliingia kuzimu, alienda fanya kule nini? Kuna kazi anaenda kufanya ili kwamba anatoka kule na kitu kingine. Ndio maana ukutana mtu anafungiwa, anaingia mu prison, mwingine anapitia shida. Katika zile shida Mungu anafundisha. Kwa hivyo masomo ya Mungu ni ngumu sana kuielewa. Wakati Mungu anakufundisha ni ngumu sana, hawezi ile. Lakini kama umeitwa na Mungu, kama wewe ni chombo cha Bwana, kuna mambo mengine utayaelewa. Aseme kupiga kwake, vifungo vyake ilikuwa ni faida kwa mwili mzima wa Kristo. Mungu atusaidie sana. Warumi 8:28 natuonesha kama kila kitu chote kinaenda vizuri kwa ule ambaye amempenda Bwana, ama ule ambaye Bwana amemuita kwa mpango wake. Kwa hiyo Paulo alikuwa anaambia Warumi, hata kama wanafanya vya kufanya, anawaambia kila kitu kyote mimi kwangu ni sawa, as long as najua Bwana ameniita kwa kufanya kile kitu. Sione kama ni kitu, hapana, jamais. Niona wakati Kristo alikuwa anapigwa, kuna wanawake ambao walikuja wanalia wanamulilia pale. Nipenda sana jibu lake, reaction yake. Alikuwa mfaz final. Sasa nyinyi mko mnalia, anambia mjililie na watoto wenu, msinililie mimi, hapana. Sababu yeye alijua hapa kwenye niko mwetape ya mwisho, niko na malizia yangu. Nyie mjilie nyie ambao sasa mungali na kazi ngumu. Kuna yule mtu ambaye atawasumbua kule. Mimi tayari napitishwa hapa ninajua mimi niko chombo. Kuna kazi ambayo nilikuwa naifanya na nimefika kufazi finale. Nataka sasa mjililie nyie wenyewe. Akawaambia wanawake, yani kwa kama ni folie spirituelle. Unamwangalia mtu uko anateseka, wewe unaangalia anateseka, kumbe yeye haoni kama anateseka. Yeye anaelewa yuko darasani. Wewe unamwangalia huyu mtu anateseka, unamsikilia huruma, anakuangalia. Yeye ndio anakusikilia huruma contraire. Ndio maana Paulo alikuwa anakutana kanisa wako, yeye ndio kwa encourage tena kanisa kuliko kanisa ndio ibamu encourage. Sababu kiangalia kitabu cha Filipi alikiandika akiwa kwenye vifungo mu prison. Ukiangalia kitabu cha Waefeso alikuwa ana encourage kanisa la Efeso akikuwa mjela ndani mu prison ndani. Kwa mtu kwa mprison meko na kuencourage wewe mwenyewe uko nje, unasikia wewe uko huru. Kumbe wewe ndio mwenyewe unafungiwa, uko nakusaidia jua nini? Mule mjela ameingia mule ili kwamba atoshe soma kuja kufundishe. Galatia 2:20 nasema sio tena mimi naishi, ni Kristo ambaye anaishi ndani mwangu. Kristo anaambia wa Galatia, haiko mimi tena ambaye ninaishi, Kristo maana nimesha kumuincarne, ninatembea. Kwa hivyo kama mnaona niko napitia nateseka, sione kama nateseka, sio mimi, Kristo ako deja ndani yangu. Kwa hivyo kila kenye napitia ni maana ni kama hakuna kinye nanisumbua tena, kwa sababu nimeshaona yote kama ni kawaida. Ndio maana namna vile Mungu anakuwa anatengeneza watumishi wake ama wajakazi wake. Wakati mwingine wakikwambia mapema hauwezi kubali. Kuna njia zingine ambazo Mungu anapitisha, anaruhusu watumishi wake wapitie. Kama wangekwambia mapema saa zingine unasema hapana. Kama njoo ya hivi Mungu singeenda, lakini anakuambia kuja tu nifuate. Lakini kama uko chombo atakutengeneza pole pole. Hakuna kitakuwa ngumu kwako, hakuna kinyi kitakushinda. Ndio maana kama wewe ni chombo cha Bwana na unakutana kitu fulani, usikuwe na inquiétude, usibabaike. Mwambie Bwana, wewe njoo nifanya nikuwe kwa hiki. Kama haingekuwa kwa sababu yako, mimi singepitia hapa, lakini anajua kwa sababu. Na ndio maana usijivunje moyo, usibabaike. Tulia, Mungu anajua kazi ambayo anakufanyia. As long as uko kwenye shule, nataka ujielewe wewe ni mwanafunzi wa Kristo, wewe ni chombo cha Bwana. Haijalishi wamekutemea mate, wamefanya namna gani. Kristo alitemewa mate kwa sababu alikuwa ni chombo kimetengenezwa.
na alikuja kutengeneza wengine, na akaanza kuonesha vile kama mimi mti mbichi ambao kabisa nilikuwa mbichi. Aliwapatia mfano mti mbichi na mti mkavu. Kwa hiyo msitarajie kama watawafanyia mazuri ambao hakunifanyizia mimi. Na wakiofanyia mazuri ni mitego, ni mapia. Ndio maana nimesema wakati Paulo alikuwa anakataa zingine misaada, kwa sababu alikuwa anajua hizi ni mitego zinataka nikisha kuwa tajiri, nimekuwa na pesa, tumbo limevimba, sitapata maneno ya kuambia watu, inabidi aanze kuonesha kama nyinyi na pesa zenyu mtaangamia. Lakini nitawaambia kweli, makanisa ndio zilikuwa zinamsupport Paulo. Ukiona Paulo, huduma ya Paulo ilikuwa supported na makanisa, lakini pamoja na ile alikuwa anawaambia kweli. Sawa, unajua mimi wamenitengeneza. Na nyinyi kanisa ndio mnitengeneza, mkunitengeneza juu niendelee katika uharibifu, lakini mlinitengeneza ili kwamba niwe taa kwenye niwaangazie. Na wenyewe walikuwa kimwili alikuwa anazikataa, anasema sisitaki. Kwa sababu ya nini? Anajua ametengenezwa. Tayari amekuwa na macho. Zile ilikuwa kwake ilikuwa faida zamani, lakini alipokuwa katika Kristo akaanza kuona kama ni hasara. Macho yalikuwa yamefunguka, akaanza kuona kama ni hasara. Ndio maana nikwambia Daudi aliingia kwenye pouvoir kuwa rais, kuwa nani, kuwa mfalme. Na mdogo na kijana yake Sulemani. Kuko tofauti. Ukiona mwanzo wa Daudi na mwisho wake, ukiona mwisho wa Sulemani, zilikuwa tofauti. Sababu huyu Daudi alianza kutumikishwa, aliandaliwa akiwa mdogo sana. Kwa hivyo alianza kukua mfalme kabla bado hajajua kama yatakuwa ni mfalme. Lakini kumbe kile ambacho alikuwa anapitishwa, Bwana alikuwa amemwandaa, anasema huyu ni chombo nimemfanyia, atanitumikia, huyu atakuwa mfalme kabisa. Na Daudi alifanya kitu kikubwa sana. Mungu alianza kumwandaa Daudi polepole. Kwa hivyo usijiangalie ni kijana mdogo, unapitishwa, unagonganishwa, unaenda huku unafika kwa wanakimbiza, unaenda huku wanakataa. Usijitupe, usijinyonge, hapana. Huko wa maana sana mbele za Bwana. Sababu wameona kile ambacho umebeba ndani mwako ndio kinakuwa source ya kukusumbua, wakupigie, wakukimbize. Usivunjike moyo, usi give up. Wewe ambao unanisikiliza ndugu yangu, usivunjike moyo kwa sababu dunia imekukataa. Ni lazima ukatae. Kuna mahali wanakupeleka bila kujua. Sulemani alirizi ufalme, lakini Daudi alitumikia ufalme. Na njoo na tofauti. Mtu mwenye alirizi tu banamfanya anakuwa mchungaji, babake alikuwa mchungaji, ni tofauti na mtu mwenye aliendaliwa, alitengenezewa. Doki alifanyiwa kazi. Alikuwa rebuke, alikemewa, aliongozwa, alionywa. Anakuwa kabisa mtu mwenye amekuwa kabisa mtu mzima. Tofauti na mwenye alikufa, baba anakufa anasema nani atakuwa mchungaji wa ile kanisa? Tunaona kijana wake alikuwa anajipatiaka sana mambo ya Mungu, anajitia mambo ya Mungu. Ndio kuna watu wanajitiaka mambo ya Mungu, anamtia pana. Ndio unakutana ministeri zingine zinakufa kwa sababu ni walirizi. Huduma zingine ama kanisa zingine zinakufa kwa sababu ni mtoto alirizi, hakujua mahali babake alipitia. 21 wa Filipi 1:21 anasema, aseme kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Mimi Paulo ambaye mnaniona, mateso ambayo niko nayo. Kwa hapo anasema tena mateso. Biko naona sasa vile atakufa, naambia mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida kwangu mimi. Kwa hivyo kama nikikufa naenda mbinguni. Kama nikiishi bado bana nipatia tena prolongation ya kuhubiri neno la Mungu. Kwa hivyo kwangu mimi hakuna perte. Nikikufa, nikiishi bado ni amina, nitamshukuru Mungu. Toke langaje kabadilika. Sababu amesha kutengenezwa, bamesha kumtengeneza, kumfasoni kabisa vizuri. Mungu akusaidie sana. Mwambie Bwana, nipe macho ya kuona. Nipe macho niweze kuona. Nimekwambia Paulo alikuwa vifungo, aliandika vitabu kia Waefeso, kitabu kia Wafilipi, alikuwa mlindani anaandika. Kwa hivyo kumbe yeye kama prison wengine wanaona anateseka, lakini ye morale yake iko ozenite, iko juu. Anajua hapa sanjo kwenye na mimi napenda. Kwa hivyo yeye furaha yake ilikuwa ni katika mateso. Furaha yake ilikuwa yeye wakati anateseka njoo anafurahi, njoo kwa mfuraha sana, kwa sababu anasema hapa niko natimiza mapenzi ya Bwana. Ndio maana nasemaka ni rahisi sana kumwambia mtu asio piga kwake tulipata uponyaji. Wewe ulishagonjwa. C'est facile, unaweza kamata unasoma Biblia unasema tulipigwa, Yesu alipigwa msalabani tukapata uponyaji, lakini ugonjwa kwanza siku moja. Baada ya kugonjwa ufikie maututi, uone kabisa unataka kufa, njoo utaweza kushuhudia mtu, kwa sababu na wewe ulishaka gonja na ukapita pale na ukajua ile andiko ni la kweli. Naambia watu imani ya Daniel, perseverance. Meweka kitu kadogo tu pako bafumu usha kimbilia.
Na uliambia watu kwa sababu Daniel alikuwa kabisa shujaa, alikuwa jasiri, alikuwa sijui namna vingine ulibloke tu limetirize, lakini acha sasa nao ufike katika ile pango la simba. Njoo utakaa kushuhudia watu nasema ujasiri, mkoa majasiri. Ndio maana kuna vitu zingine ambazo naweza nikakuhubiri somo mimi ambao nimekuhubiri sababu wenda saa zingine nimelishi. Alafu ukilikamata unalipelekea mtu alitamsaidia. Sababu kabla mtu akuhubiri, yule mwenyewe alikuhubiri, mtumishi wa Bwana alikuwa kwenye madhabahu na kuhubiri, aligaramika, alikula gharama. Hajua alilala, alikosa usingizi, hajua alipata nafasi ya kumeditate, alipata nafasi ya kuombea ile neno, wewe unakuja tu una copy una paste. Hapana. Chaque chose a le prix. Kila kitu kina gharama yake. Hata usitadanganya. Nisema last time mtu mwenyewe hajakoka brise. Anaweza kubriser kwa sababu yeye iko na kupeleka tu na kupeleka wewe. Il n'a aucune expérience dans le brisement. Hakuandaliwa. Il ne connaît rien dans le domaine. Yiko na kupeleka ndani, hajue kitu, anakupeleka tu anakupeleka. Kama hajawahi kuvunjika, ni nguvu sana kusaidia wewe umevunjika. Atakuja tena na kuongezea kidonda kwa vingine. Sababu faso yake ya kurezude kitu zingine ni ngumi ama ni makofi ama ni hasira. Kwa hivyo huko muasira anakuja anakuambia kwanza fanya tena hivi ndio anakuumiza, lakini kama yashaka gongwa kule atakwambia hapa kabisa ndugu yangu enda tu hivi ndio itakusaidia hapa. Ule unaona anakusaidia, anakupatia shortcut. Hao jazari sana. Na watu wengine unaweza kusambaziwa, anakuambia message wanakusambazia, share na mwingine, mpatie barikiwe. Kuisha. Lakini hapana kukamata tu mhubiri fulani anasema kwa social media alihubiri teme fulani, hapo hapo unaikamata popo mwanzo mpaka mwisho. It's okay. Unless mna mwito moja na yeye ama mko na upako moja ama karama ni moja. Na hata kama karama ni moja, Roho Mtakatifu anaoperate tofauti. Tunaweza tukahubiri teme moja lakini mfasoni ita impact watu ni tofauti. Kila kitu kina gharama. Ndio maana injili juu itufikie leo iligaramika. Kuna watu ambao walitengenezwa. Na mimi na wewe inabidi tutengenezwe ili kwamba tufeleke kwa wengine, na wengine nao vile vile tulipotengenezwa nao watatengenezwa kupitia ile ambao kutengenezwa kwetu ili kwamba wasaidike. Na ndio maana Paulo aliona yeye kuwa ndani ya prison ni faida, kama vile Kristo alikuja kwetu ili kwamba tupate uzima. Kristo akakufa ili kwamba sisi na mimi na wewe tupate uzima. Paulo naye anajisikia kwa fear ndani mu prison, juu anajua haiko mimi wa kwanza mwenye niko mwivi, na Yesu alipitia na wenzangu wa kolege walipita. Kwa hivyo kama nimekuwa fortified kupitia wakati naona wenyewe walipitia, na mimi nani fortify na mimi nakuwa na nguvu. Kama chombo cha Bwana ni lazima utapitisha kwenye moto. Ni lazima utapitia kwenye moto ili kwamba usimame. Ndio unakutana mtu ana msimamo mkali sana, mwenda wazimu, unafikiria kose ni mwenda wazimu, kumbe sio wazimu. Ni kitu kinje kabisa, ameshapita moto, ashalungula mpaka uko unaona unatia moto, unaona mtu alungula za nini, kumbe sio tatizo lake, yeye ameshalungula kabisa, ameshapita mbele yote uko unamweletea. Kwa Mungu akusaidie, Mungu akutie nguvu. Nataka ujielewe kuanzia leo, kama wewe ni chombo cha Bwana, kuna mambo mengine ambayo utayaona inatia wengine mwenketide mshida, wewe utakuwa unaangalia kama ni kawaida. Pataona sasa vile uko mzima, japokuwa uko mzima, una akili timamu, lakini kwa sababu vile wanatazama vitu, mtazamo walio nao ni tofauti na mtazamo wako, hamtakuwa sawa, hamtaingiana wakati mwingine. Baba, katika jina la Yesu mwamba salama, Alfa na Omega, Simba kabila Yuda. Asante Bwana majeshi, asante gemeo la msaada kweli. Niko mbele zako mfalme fahamu. Na kuomba Bwana Alfa na Omega, Simba kabila Yuda, kimbilio la msaada kweli Bwana majeshi. Niko mbele zako Bwana kwa ajili ya watoto wako Bwana majeshi. Naomba wabariki Bwana neno hili mwamba salama. Leo msaada kwa kila mtu ambaye Bwana amelisikia, kila mtu ambaye Bwana atalipokea Bwana hata siku nyingine baadaye. Acha Bwana mabwana uwabariki. Wape macho ya kuona mfalme. Ulimwengu umeharibika sana, machafuko ni mengi sana Bwana majeshi. Njia ambazo mwanadamu amezipitia Bwana anaona zinafurahisha macho, kumbe zinaangamia. Mfalme nguvu mwenye uwezo, naomba Bwana ndugu na dada ambao wananisikiliza Bwana, mguse tena mara nyingine kama vile mguse huyo kipofu Bwana akaweza kuona vizuri. Fungua macho yangu Bwana, fungua macho yetu Bwana, sababu kila hatua ya maisha Bwana majeshi ina changamoto zake Bwana. Ndio zaidi tunakutana mambo Bwana. Tunahitaji Bwana tena ukatufunulie zaidi ili kwamba tukafanye hatua zingine mbele. Asante Mfalme, asante Simba kabila Yuda, wewe ni mwanzo na mwisho, omba salama. Upe sifa Bwana, uinulie kote Bwana majeshi. Ni katika jina la Yesu wale Bwana wetu naomba na kuamini. Amen, amen. Barikiwe sana ndugu na dada. Na nataka usambazie ndugu, sambazia jirani, sambazia rafiki ambaye unataka abarikiwe pamoja na wewe.
na tutakutana tena wiki ijayo kwa majaliwa ya Mungu. Mimi ni Pastor Sylvain kutoka Galilaya Fellowship Ministries. Bye.